Amen. 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 Nawakaribisha jioni hii ya leo watazamaji wetu katika studio ya Arumina studio na studio ya Arumina na pia huko kwa John Bogwa. Mungu awabariki sana watazamaji wetu. Hii ni jioni njema ambao Mungu ametupa ili tuweze kuwa na nafasi na wakati wa kuwa na kipindi cha neno fupi tu, na Mungu atawabariki. Siku ya Alhamisi huwa tuko hapa kwetu kanisani, tuko na ibada kutoka saa 11:30 hadi saa 12, na kwa hivyo pia huwa ni siku yangu ambayo hupenda kuwa kanisani, na kwa hivyo tunapata nafasi ya kumega neno la Bwana, na ninajua kwamba ataweza kubarikiwa. Nashukuru wote ambao huwa wanatufuata ama wale ambao wamekuwa wakitutazama. Mungu akawabariki na akaweze kuwatenda mambo mema. Kabla hatujaanza ama kabla hatujasoma neno, ningetaka tuweze kuomba, na ili niingie kwa neno kwa muda mfupi tu, na ninajua kwamba Mungu Baba ataweza kuwabariki. Hebu tuombe. Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua, tunakubariki na pia ukupa sifa. Ni kwa ajili ya kushinda pamoja nasi siku hii ya leo. Asante ni kwa ajili ya kutupa siku ya baraka. Tunashukuru ni kwa ajili ya kubariki kazi ya mikono yetu. Tunakuinua ni kwa maana umekuwa mwema sana. Asante pia ni kwa ajili ya wakati huu ambao umetupa nafasi ya kulinena neno lako. Ninajua kwamba kupitia neno lako tutainuliwa, tutabarikiwa. Roho wako mtakatifu na mwema atapata kusema pamoja nasi. Tunaomba ukabariki studio ya Aruminas, na pia ukabariki watazamaji wetu. Neema yako ikawe juu yao, wale ambao wana matatizo ukawasaidie, na neno lako linapotoka likatatue shida na matatizo yao, na jina lako litapata kuinuliwa. Wote watakao tutazama wakiwa mbali, wakiwa karibu, tunaomba Mungu Baba ukazidi na kuwatenda mambo mema, ni kwa maana wewe ni Baba mwema, na ni katika Kristo Yesu tunaomba na atakuamini. Amen. Amen. Bwana abariki sana. Tunawakaribisha kwa kipindi hiki cha neno, na Mungu Baba atatubariki. Nataka pia kusoma kwenye kitabu cha Filipi. Huwa napenda kusoma kitabu kimoja na pia napenda kukifahamu. Na hiki kitabu kimekuwa kinitia moyo sana, kwenye kitabu cha Wafilipi 3:16 pale. Biblia inasema kwamba lakini hapo tulipofika na tuenende katika lilo hilo. Haya ni maandiko, huu ni waraka wa Paul wa Filipi, na maandiko inasema ya kwamba akawaambia kwamba lakini hapo tulipofika na tuenende katika lilo hilo. Nimekuwa nikisoma hiki kitabu na kimekuwa kikinitia nguvu sana, na ninataka nikutia nguvu jioni hii ya leo, kama vile Paul alivyoambia Wafilipi na kuambia kwamba lakini hapo tulipofika na tuenende katika hilo hilo. Kwa hivyo akawaambia kwamba ndio kuna mahali tumefika katika imani, lakini Biblia inasema kwamba akawaambia sio wakati wa kuzimia ama kukaa pale, lakini Paul akawaambia kwamba na tukaweze kuendelea hivyo hivyo. Kwa hivyo hata wewe jioni ya leo ninajua kwamba tumeendelea kujitia moyo katika imani. Tumeendelea katika safari hii ya imani. Huu sio wakati wa kukata tamaa. Huu sio wakati wa kukaa nikana tumefika. Lakini ni wakati wetu tuendelee vile vile tulivyokuwa tunaendelea hapo awali. Najua kwamba kuna watu wengi ambao wameshikilia imani kwa muda mrefu. Ninajua kwamba kuna watu wameendelea na kupenda Mungu kwa
kipindi kirefu. Huu sio wakati wa kukata tamaa, lakini huu ni wakati wa kuendelea kama vile tumekuwa tukiendelea, maana tunatazamia siku ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo usikate tamaa. Ninajua kwamba kuna mambo mengi ambayo ni ya kutukatisha tamaa. Kuna mambo mengi ambayo huwa yanatukia ili yazime imani yetu na yawe kizuizi chetu cha kutoendelea kumwamini Kristo na kupenda Kristo. Lakini kama vile Paul alivyosema, lakini hapo tulipofika na tuenende katika hilo hilo. Kwa hivyo hata wewe mahali ambapo umefika, usikate tamaa. Usisikie sauti ambazo huwa wakati mwingine huwa zinasikika ama huwa zinainuliwa ili zituvunje moyo na zitukatishe tamaa katika kupenda Mungu na katika kutembea na Mungu. Lakini kama vile tumekuwa tukiendelea katika kumwamini Mungu, katika kutembea na Mungu, na tukaendelea hivyo hivyo, maana siku haiko mbali ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo sijui kama maybe umekata tamaa, ni kwa ajili ya yale mambo ambayo yamekuzunguka, mambo mengine yamekuwa mangumu kwako. Katika hayo mangumu, endelea na kumwamini Yesu, endelea na kumtumaini Yesu, endelea na kukaa ndani ya Yesu, maana hivi karibuni anakuja kukutoa katika hayo ambayo unayoyapitia. Verse 17, Biblia inasema kwamba ndugu zangu, munifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa nyinyi. Paul akawaambia kwamba ndugu zangu, munifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa nyinyi. Paul, kumbuka kwamba ni mtume wa Kristo, na maandiko inasema ya kwamba akawaambia ya kwamba nifuateni mimi na mkawatazame waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Kwa hivyo Paul anasema ya kwamba tukaendelee na kumfuata, tukaendelee na kuwatazama wale ambao waendao kwa kufuata mfano aliyoweza kuwapa. Kwa hivyo kwa njia nyingine anasema na tukawaige wale ndugu ambao wamelishika neno la Bwana, wale ambao wanaotembea kama vile walivyofundishwa. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wao wamefanyika kuwa mfano mwema wa kuigwa na wale ambao waliookoka nyuma yao. Na kwa hivyo jioni hii ya leo ni vizuri hata sisi tukawe mfano mwema kwa wale ambao watakaookoka nyuma yetu na kwa wale ambao watakaoendelea na kututazama. Ni vizuri kujua ya kwamba utakaposimama na ukaendelea kukaa kulingana na neno la Mungu, ni vizuri kujua ndugu mpendwa, ya kwamba wengine wanapokutazama huwa wanafarijika ni kwa ajili yako. Wengine wanapata nguvu ni kwa ajili yako. Maana wakati shida zilipokupata haukubanduka, haukuweza kuacha imani, lakini uliendelea kuwa imara. No, wale ambao wamekuwa wakikutazama, maybe wengine waliokoka nyuma yako, maybe wengine ni wale ambao tuko na wao katika imani. Wanapoona msimamo wako katika Kristo, wanajifundisha na wewe na wanapata nguvu kupitia wewe na wanafanyika imara ni kwa ajili yako. Kwa hivyo kuna watu ambao Paul anasema ya kwamba wamelishika neno la Mungu, na kwa hivyo akaambia Wafilipi kwamba jifundisheni na hao. Na jioni hii ya leo ningetaka pia ukuletea challenge ya kukuambia kwamba katika maisha yako ni vizuri kujifundisha na wale ambao wamesimama. Tumekuwa na vita kama kanisa la Mungu,
Manake kuna baadhi ya watu ambao waligeuka na wakaacha imani. Wengine ni wahubiri kama mimi, wanafanya tabia ambazo hazifai. Wengine ni waumini, tumewaona katika mitandao wakifanya mambo ambayo hayafai. Tusiwatazame hao ambao wamefail katika imani. Tusiwatazame hao ambao wameachilia imani, lakini tujifundishe na wale ambao wamesimama imara katika imani, wale ambao wameshika mafundisho ya imani na kutembea kama vile neno la Mungu linavyosema ama kama vile lilivyo. Na kwa hivyo mimi na wewe ningekutazama ya kwamba simama uwe mfano mwema wa wale watu ambao wameamini, ili hata wengine wakaige ama wakajifundisha na wewe, na ili mwana wa Mungu akapate kujitukuzwa. Kwa hivyo ningekuomba ya kwamba jifundishe na wale ambao wamesimama, na wale ambao wamefail ni vizuri tusijishughulishe na wao, wala tusijifundishe na wao, maana hakuna kitu cha kusomwa kwa wao. Maana tutawaona ya kwamba wengine walibadilika wakawa maadui wa imani. Neno langu jioni ya leo ni kusema ya kwamba na tujifundishe na wale ambao wamesimama na neno la kweli. Tujifundishe na wale waliotangulia wakalishika neno la Bwana na hata siku ya leo wanalitekeleza. Biblia inasema kwamba verse 18, maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui wa msalaba wa Kristo. Biblia inasema ya kwamba Paul pia aliweza kuambia habari ya watu ambao huenenda, ambao Paul aliwaambia mara nyingi habari zao, na sasa anaendelea na kuambia, na anasema hata kwa machozi. Anawaambia hata kwa machozi, yaani wale watu ambao waliachana na imani, wale watu ambao waligeuka wakaanza mafundisho ambayo hawakufundishwa kuhusu Kristo. Tunaona ya kwamba wanafanya mambo ambayo hayafai. Paul anawaambia, niliwaambia kuhusu hao watu, na anawaambia hata sasa ninawaambia kwa machozi ya kwamba hao watu walibadilika na wakawa maadui wa msalaba. Na jioni hii ya leo ningetaka nikuambia kwamba mtu yoyote ambaye haenendi kulingana na neno la Mungu, huyo sio rafiki wa Kristo. Lakini maandiko inasema ya kwamba huyo amekwisha badilika na kuwa adui wa msalaba wa Kristo. Na ndiposa Paul anasema ya kwamba jifundisheni na wale ambao wamelishika lile neno nililowaagiza, ya kwamba jifundisheni na hao. Na jioni hii ya leo ni kwa maana kuna kikundi kikubwa ambacho kiliokoka ili kibarikiwe. Kuna kikundi kiliokoka kikitazamia kitaona tu mazuri katika ufalme wa Mungu, lakini baada ya kukaa wakaona ni kama vile walivyofikiria sivyo hivyo kulivyo, na wengine wakabadilika wakaligeuza neno la Bwana na wamebadilika na kuwa maadui wa msalaba. Ndugu zangu, jioni hii ya leo ningetaka kukwambia kwamba simama imara katika neno la Bwana. Neno la Bwana tumefundishwa na tumeonyeshwa jinsi tunavyopaswa kuishi. Tumefundishwa namna ya jinsi tunavyopaswa kutenda. Na kwa hivyo jioni hii ya leo ni vizuri mimi na wewe tukaendelee kuwa imara, tukaendelee kumpendeza Bwana, tukaendelee na kukaa kama vile neno lilivyosema. Maana wengi wa wale ambao walioliacha neno la Bwana, Biblia inasema ya kwamba wamebadilika na wamekuwa maadui wa msalaba wa Kristo. Verse 19, tukiendelea kumalizia, Biblia inasema ya kwamba
mwisho wao ni uharibifu. Maandiko inasema ya kwamba mwisho wa hao ambao wamebadilika na kuwa maadui wa msalaba, Biblia inasema ya kwamba mwisho wao ni uharibifu. Biblia inasema ya kwamba Mungu wao ni tumbo, wanahubiri ili wafaidike, wanahubiri wapate chakula za kila siku, lakini maandiko inasema ya kwamba Mungu wao ni tumbo, na maandiko inaendelea kusema ya kwamba utukufu wao u katika fedheha. Maandiko inasema ya kwamba na utukufu wao uko katika fedheha ama aibu yao, waniao mambo ya dunia, na wao huwa wanashindania mambo ya dunia. Yaani mambo ya Kristo hayako katika maisha yao, hayako katika mioyo yao, na hao ndio wamebadilika na kuwa maadui wa Kristo. Ukitazama mienendo yao ni michafu, hata kama wanasema wengine ni wahubiri, wanajiita majina makubwa. Utakuta wengine wanajiita apostles, wengine wanajiita mareverenda, wengine wanajiita wachungaji, hata wengine archbishop. Ndiyo, hayo majina yote yanafaa kwa wale ambao wanastahili katika Bwana. Hao majina yanastahili kwa wale ambao watakao kuwa mfano mwema katika neno la Bwana na katika kuongoza watu wa Mungu. Lakini kuna baadhi ya wao ambao wameyachukua yale majina, lakini wamefanyika kuwa maadui wa imani, ambao Biblia inasema ya kwamba Mungu wao ni tumbo na utukufu wao ni fedheha. Na maandiko inamalizia kwa kusema ya kwamba inasema ya kwamba fedheha yao, na wao huwa wanashindania mambo ya dunia hii. Sisi hatushindani mambo ya dunia hii, lakini siku baada ya siku tunatafuta ufalme wa mbinguni. Siku baada ya siku tunatazamia kufika mahali Kristo wetu alipo. Na ningetaka kukuambia kwamba mpendwa, simama imara katika Bwana, simama imara katika neno la Mungu. Usikubali kushindania mambo ya hii dunia, maana Biblia inasema ya kwamba siku moja yataweza kukunjwa pamoja na tamaa zake zote. Lakini siku zote shika neno la Bwana na ukajitenge na mambo ya dunia hii. Verse 20, Biblia inasema ya kwamba, nikiendelea kumalizia verse 20, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunatazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Maandiko inasema ya kwamba wenyeji wetu ama makao yetu yako mbinguni, kutoka huko tena tunatazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Wenyeji wetu, makao yetu yako mbinguni, na tunatazamia ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi tunajua ya kwamba hatuko hapa kuishi, maana hapa duniani hakuna makao yetu ya milele, lakini makao yetu ya milele yako mbinguni, na siku baada ya siku tunatazamia ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, ni vizuri ukajua ya kwamba Yesu anarudi, na anarudi kuwachukua wale wanaompenda na walioshikilia imani, kama vile Biblia inavyosema ya kwamba kutoka siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni ni wa kung'ang'ania, na walio na nguvu ndio watakaouteka. Kwa hivyo nataka kukuambia ya kwamba Yesu anarudi, na wale ambao watakaoshika imani hadi dakika ya mwisho ndio watakaoingia
katika makao yao. Maana Biblia inasema ya kwamba wenyeji wetu hauko hapa duniani, lakini uko mbinguni. Ninajua ya kwamba mtazamaji wangu, ya kwamba wewe na mimi tunatazamia kuingia katika huo mji. Tunatazamia kuingia na kutawala pamoja na Yesu. Kwa hivyo ni sharti kila mmoja akalishike neno la Bwana. Ni sharti kila mmoja akatembee pamoja na Bwana. Ni sharti kila mmoja akalishike neno la kweli hadi dakika ya mwisho. Usikubali mambo ya dunia hii yakufadhaishe. Usikubalishe mambo ya dunia hii yakaiba imani yako. Lakini hata kama kuna ugumu, endelea na kuweka matumaini yako katika Bwana. Endelea na kumwamini Bwana katika kila situation. Endelea na kumwamini. Endelea na kumgojea. Unapolitimiza neno la Bwana, nataka kukuambia kwamba hata Mungu wetu ni mwaminifu, manake huwa anaajibika kufanya kile yeye amesema. Na kwa hivyo nataka nikuambie, katika magonjwa amini Yesu, katika kukosa amini Yesu, katika vita amini Yesu, katika kukataliwa amini Yesu, hata katika wingi endelea kumwamini Yesu. Utakapobarikiwa sana, endelea na kumwamini Yesu. Mambo yako yatakapoendelea vizuri, endelea na kumwamini na kumgojea Yesu. Maana Biblia inasema kwamba tunatazamia ujio wake. Na kwa hivyo jioni ya leo, tutakapoendelea kujishughulisha na mambo ya kila siku, Yesu atukute ingali tukiwa tunamwamini, ingali tukiwa tunampenda, ingali tukiwa tumemgojea ili aje atuchukue na akatuingize katika wenyeji wetu. Verse 21, Biblia inasema kwamba atakaye ukabidhi mwili wetu na unyonge upate kufanana na mwili wake. Biblia inasema ya kwamba atakaye ubadilisha mwili wetu na unyonge wetu upate kufanana na mwili wake. Yaani Kristo atakaye ubadilisha mwili huu ambao una udhaifu, ambao una unyonge, Biblia inasema ya kwamba ataubadilisha upate kufanana na yeye. Tunajua mwili huu huwa unagonjeka, mwili huu unapitia katika mangumu, lakini tutakapoaminika kudumisha neno la kweli, Biblia inasema ya kwamba siku moja Kristo atapata kubadilisha. Nao maandiko inasema ya kwamba utabadilishwa tufanane na mwili wa Kristo. Ninaona siku hiyo itakuwa siku ya furaha, itakuwa siku ya baraka, itakuwa siku njema, wana wa Mungu wakibadilishwa ili waingizwe katika wenyeji wao kule mbinguni. Biblia inasema kwamba basi ya mwisho inasema ya kwamba utukufu kwa uweza wake, ambao kwa huo uweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Biblia inasema ya kwamba tutapata kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uwezo ule ambao kwa huo uwezo hata kuviitisha vitu vyote viwe chini yake. Nataka kumalizia kwa kusema ya kwamba mwili tutakaopewa ni utakaofanana na Kristo. Na maandiko inasema mwili wa Kristo una uwezo wa kuitisha vitu vyote. Na kwa hivyo mwili tutakaopewa ni mwili unafanana na wa Kristo. Lakini tutapata ule mwili kwa sharti moja, ya kudumisha neno la Bwana katika maisha yetu, ama kulitekeleza neno la Bwana katika maisha yetu. Tutapata faraja
katika siku ya ujio wa mwana-kondoo. Ndugu mpendwa, nikimalizia, ningetaka nikutie moyo, nikwambia kwamba simama imara katika Bwana. Sidhihirisha uaminifu katika Bwana. Yaani hali iwe ngumu, utaendelea kumpenda Yesu. Mambo yawe magumu, utaendelea kumwamini Yesu. Hata kuwe mambo yaenende kinyume na vile unavyotarajia, utaendelea kumwamini Yesu. Ni kwa maana neno lake liko ndani ya moyo wako. Zaidi ya mambo ya haya dunia, tunatazamia siku ya ujio wa mwana-kondoo. Miili yetu itafananishwa, itageuzwa na ifanane na ya Kristo, na tupate kuingia katika wenyeji wetu kule mbinguni. Bwana wetu na asifiwe. Hebu sema amen mahali uliko. Nikimaliza nataka kukwambia, jitie moyo. Kuna watu wengi huwa wanakufa moyo, wanaachana na imani. Kuna watu wengi ambao hufananisha imani na mambo ya kuisha. Kuna watu wengine ambao huvutiwa na mambo ya imani na wanaachilia imani. Nataka nikuambia kwamba usifananishe imani yako na mambo ya dunia hii, lakini ishikilia hadi dakika ya mwisho. Maana ninajua ya kwamba mwana-kondoo ako njiani, akija kuyabadilisha maisha yako, akija kubadilisha hali zako, akija kuvika maisha yako utukufu, akija kuondoa machozi, kilio katika maisha yako. Ni kwa ajili ya kusimama na neno lake. Wale ambao waliokucheka, wale ambao waliosema kinyume na wewe, wataweza kuyaona matendo ya Bwana katika maisha yako hadi dakika ya mwisho. Maana Kristo ako njiani, akija kuyabadilisha maisha yako, akija kuyafanya maisha yako kuwa mazuri na yenye raha. Na zaidi ya hivyo, atakaporudi atabadilisha mwili wako na atakuingiza katika wenyeji wako, katika ufalme wake ambao ni wa milele. Mungu abariki sana. Nataka tu nikuombee kabla sijamaliza, na ninajua kwamba Mungu Baba ataweza kukutenda mambo mema. Mungu Baba, tunakushukuru ni kwa ajili ya hicho kipindi cha neno. Ninajua kwamba ndugu mtazamaji amefikiwa na neno lako mahali popote aliko. Ninajua kwamba sisi wote utatusaidia kusimama katika neno la kweli na kutekeleza neno lako, ili Bwana maisha yetu yakaendelee kubadilika, yakaendelee kubarikiwa. Nawe utakaporudi utabadilisha miili yetu na kutuingiza katika wenyeji wetu, katika ufalme wako wa milele. Bwana tuinue, Bwana tubariki, Bwana tusaidie. Wale ambao wana matatizo, ninaomba ukayatatue. Wale ambao wanapitia katika hali ngumu, ninaomba ukaingilia maisha yao na ukaweze kutatua shida na matatizo yao. Wagonjwa wapate kupona. Wale ambao wamekungojea ukafungue milango mbalimbali, ninaomba mwana wa Mungu ukawahurumie na ukafungue yale milango. Roho Mtakatifu wa Bwana, fanya operation kokote waliko, ili ukawafariji, ukawatie moyo na ukasimame na wao. Studio hii ya Arumina Studio tumeomba ukaibariki, ukazidi kuipanua, wote ukaweze kuwatenda mambo mema katika jina la Yesu. Nimeamini utazidi kujitukuza, utazidi kujionyesha ukiwa pamoja na mwanzilishi wa studio hii katika jina la Yesu. Hata watazamaji wetu wote wale ambao wako katika sehemu mbalimbali, simama na wao ukawatende mambo mema. Mimi nimewacha mikononi mwako, nikiamini utawabariki na utazidi kuonekania, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na atakuamini. Amen. Ndugu mtazamaji, naomba ukabarikiwe sana mahali popote uliko. Neema ya Bwana ikakutoshe, na Bwana akazidi kukupanua kwa kila jambo, nawe ukazidi kuaminika kukaa katika Bwana, kutekeleza lile neno la mwanzo tulilofundishwa
na ninaamini ya kwamba maajabu na miujiza yatazidi kutufuata, nasi tutazidi kumwona Bwana akitenda mambo mema. Shalom, Mungu awabariki sana na akawatendee mambo mema. Amen, 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 amen.